Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 15. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunakuomba follow, lakini kwenye mitandao yote tunakuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ya 14 tulipoishia. Sehemu ya 14 tuliishia sehemu ambapo tulimuona mzee Fares amewaita waandishi wa habari wa vyombo vyote vya habari ambavyo vinapatikana hapo mjini Mzayuni na kuwaeleza kile ambacho kilichojitokeza, kwamba kuna mtoto au binti ambaye amepotea. Kwa hiyo watengeneze matangazo kwenye vyombo vyao vya habari ili waweze kutangaza kuhusiana na jambo hilo, na yule ambaye atakayekuwa pengine amemhifadhi, basi atakapomleta atapata zawadi nono. Sasa nikukaribishe katika sehemu yetu ya 15, tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kuwaita waandishi wa habari, aliwaelezea kuhusiana na sakata zima ambalo lilijitokeza, kwamba alirudi kutoka safari na kukuta kuna binti mpya ambaye alikuwa yupo humo ndani, ambapo baada ya kumuona tu kwamba ni sura ngeni, akili ikamtuma moja kwa moja huenda kutakuwa kuna omba fulani hivi, maskini mmoja ambaye amekuja katika hiyo nyumba, pengine anajaribu kuomba kambi, sehemu ya kulala. Kwa hiyo yeye hakutaka kabisa watu waingie ambao hajawahi kupewa taarifa zao, na akasema kabisa kwamba mke wake na dada wake wa kazi hawakuweza kumwambia kama endapo kuna mgeni. Sasa alipomkuta moja kwa moja, na kwa vile begi lilikuwa bado lipo kwenye sofa na yeye amekaa kwenye sofa, basi aliamua moja kwa moja kumtimua na kuanza kuwabwatiza dada wa kazi pamoja na mke wake. Kwa nini wameingiza mtu ambaye hajulikani? Sasa hapo ndipo ambapo yule binti alimkimbiza mpaka kule nyuma ya nyumba, yeye akarudi na kupumzika. Lakini palipokucha, binti wa humo ndani, dada wa kazi, amekataa kufanya kazi. Anasema wamemfukuza mtu ambaye ni mama yake mdogo. Yule binti aliyefukuzwa ni mama yake mdogo. Sasa hakutambulishwa kama endapo ni mama yake mdogo. Lakini baada ya kuwaeleza mambo hayo waandishi wa habari, na wao wakajaribu kumhoji. Wakati alipofika nyumbani, alimhoji dada wa kazi, akasikia kama endapo huyo ni ndugu yake. Alimhoji mke wake na kujua huyo binti ametokea wapi, kwa sababu mke wako ni sawa na mwili wako. Sasa unawezaje kuja moja kwa moja na kuchukua maamuzi ya kumfukuza mtu aliyekubaliwa na mke wako kuendelea kukaa humo? Inamaanisha kwamba mke wako kufanya uamuzi wa binti huyo kukaa humo ndani amefanya makosa.
Japokuwa ndiyo yeye alifanya makosa, hakuweza kumpigia simu na kumwambia mume wake Baba Suzi kuna mgeni huku amekuja, hakumwambia. Ni kweli na yeye amekosea, lakini Baba Suzi mwenyewe na yeye pia amekosea. Kwa nini amekuja moja kwa moja na kufika na kumfukuza huyo binti pasina kufuatilia chanzo? Baada ya kumtwanga hilo swali, kwa nini alimfukuza binti pasina kuchunguza chanzo, alisema alitoka huko akiwa na mawazo mazito sana, kwa sababu kuna baadhi ya biashara zake haziendi sawa. Lakini pia alishawahi kuwafukuza ombaomba zaidi ya 7 wakiwa wamekuja kuomba kambi kwake ili waweze kulala, kwa sababu wana fedha chache, hawawezi wakaenda moja kwa moja kwenye guest kwenda kulala, kwa sababu guest za humo mjini Mzayuni zina gharama. Kwa hiyo watu huwa wanawachukua na kuwahifadhi. Sasa yeye alijua moja kwa moja huyo atakuwa ni binti ambaye ni ombaomba, huenda amekuja na kibegi chake, anataka apewe kambi. Kwa hiyo ndio maana kaamua kufanya hivyo. Lakini kuna waandishi wa habari ambao walikuwa na huruma, wakasema hata wao hiyo taarifa hawawezi kumtangazia Mzee Fares, kwa sababu kigezo alichokitoa au taarifa anayotaka kuitoa kwa umma sio nzuri, ameisababisha yeye mwenyewe. Hakuna haja ya kumtangazia. Baadhi ya vyombo vya habari walisusa na wakarudi kabisa makazini kwao, lakini baadhi yao walichukua hiyo taarifa na kwenda kuitangaza na wakalipwa. Lakini baada ya kuondoka, alianza kusikilizia kama endapo anaweza kusikia vyombo vya habari. Aliingia kule ndani kwake na kufungua redio, akawa anatafuta kila chombo cha habari, anasikia kama endapo kuna chombo cha habari hata kimoja ambacho kitakachotangaza tukio hilo. Lakini kweli vile vyombo baadhi yake ambavyo anavijua majina waliochukua taarifa hiyo na hawakususa, hawakuondoka, alisikia taarifa hizo zikitangazwa hapa na pale. Tunarudi katika upande wa pili. Yule mzee baada ya kufungua ndani ya lile kontena au lile banda lenye tairi, akiwa sasa anataka kuagiza vijana wake ili waanze kunyenyua magunia ya pumba na kuanza kuyaingiza mle ndani, aliona kama kuna gauni fulani hivi ambayo ni nzuri lakini imeroa. Alafu pia kama kwa ndani kuna kabegi hivi. Ikabidi achungulie vizuri. Baada ya kuchungulia vizuri, akakutana na binti mrembo kabisa ambaye yupo kule ndani, amelala kabisa. Ingawa anaonekana anatetemeka, lakini amelala kule ndani. Na kutokana na lile banda lilivyokuwa likiendelea kwenda au kontena hilo, siku Nunu alipatwa tena na usingizi, akasinzia. Kumbuka mpenzi msikilizaji, hakusinzia wakati ule alipokuwa amesinzia alafu mvua ikaanza kunyesha. Hakusinzia tena, kwa sababu usingizi asingeweza kuupata kutokana na kwamba anatetemeka na mvua ni kubwa inaendelea kunyesha. Sasa masaa hayo ambayo hakusinzia ndio yakamfanya afidie usingizi. Pia na ile mida ya saa 5 ambapo alianza kufanya maombi akiwa ametelekezwa hapo nje, mpaka baridi linaanza kutokea, mawingu yanatanda, mpaka mvua inaanza kunyesha, alikuwa hawezi kupata usingizi mzuri. Lakini baada ya kuingia humo, si mvua tu anaisikia tu inaendelea kupiga, ama nyonyo yanaendelea kunyunyuliza tu hivi hivi kwa juu ya hilo libanda, anayasikia tu. Banda lenye halivuji. Kwa hiyo akapata usingizi mzuri kabisa humo ndani yake. Kwa hiyo baada ya kumuona
alimwamuru huyo binti aweze kutoka, yaani Sikununu atoke nje. Huyo mzee aliamuru hilo. Sikununu alianza kutoka akiwa na begi lake kwa nalivuta, na yeye mwenyewe anaendelea kutoka nje, lakini alikuwa anatoka kwa wasiwasi mkubwa sana. Anawaza huenda na yeye huyo mzee anaweza tena kampiga, kwa sababu amefanya makosa, ameingia kwenye kitu chake pasina kuomba wala pasina kufanya chochote kile. Na baada ya kutoka nje, alijaribu kumhoji kwamba yeye ni dada ambaye anatokea wapi. Akamwambia scenario yote, namna jinsi ambavyo mambo yote yalivyotokea, na mpaka alipokuja mpaka kaingia kwenye hilo likontena au libanda, ni nini ambacho kilimfanya mpaka kaingia. Baada ya kuambiwa hivyo, huyo mzee alivyosimuliwa na Sikununu, badala ya kuwaambia wale vijana waanze kuingiza ile mizigo ya pumba, alianza kulia yule mzee. Yaani stori ya Sikununu ilimgusa sana, aliumia sana, mpaka alianza kujiuliza ni kwa nini watu wa mjini wana roho hizo. Yaani ni kwa nini mzee Fares ameamua kufanya jambo kama hilo. Kwa kweli alilia sana. Alichokifanya, alimchukua kwa sababu bado ni mjini humo, lakini ni pembezoni tu, sehemu ambapo kuna mashine nyingi ambazo wanakoboa mpunga, wanakoboa mahindi. Kwa hiyo kule ndo ambapo walienda kupanga mashine nyingi, lakini na maduka yapo, lakini ni machache kwa sababu ni nje kidogo ya mji, pembeni. Kwa hiyo alienda moja kwa moja mpaka kwenye duka moja hivi la nguo ambalo alikuwa analifahamu, akakuta limefunguliwa. Binti aliyekuwepo humo alikuwa anaitwa Lea. Lea akaagizwa amhudumie Sikununu, yaani ajaribu kumtafutia mavazi mazuri ambayo atakayoweza kuyavaa, yakamfiti vizuri, yakampendeza, na pia amtafutie begi kubwa lenye matairi, aachane kabisa na ako kabegi kadogo. Hatimaye alifanya hivyo yule binti ambaye anafanya kazi katika hilo duka. Sikununu akachagua mavazi ambayo yaliyomtosha, akanunuliwa gauni 30 pamoja na vingine, lakini gauni za maana zenye thamani ya shilingi 150,000 kila moja. Zinawaka kweli kweli, zinang'aa, akiivaa na pendeza kweli kweli, binti wa watu. Hapo ndipo ambapo alipomkunjia na kumwekea kwenye begi lake jipya, na mzee hivyo vyote alivilipia. Baada ya kulipia, akawaagiza wale vijana sasa katika zile mashine waanze kupakia kwenye hilo kontena hayo magunia. Yeye anakuja, akamweka mbele ya bajaji hiyo ya mizigo, na yeye akapanda moja kwa moja, akachomoa zile cheni ambazo huwa anazifunga katika hilo banda. Hapa kwa nyuma kwenye hii bajaji ya mizigo, moja kwa moja baada ya kuzichomoa, tayari akaanza kuondoka na hiyo bajaji. Kafanya safari ya kwanza kurudi, akarudi moja kwa moja mpaka kwake. Baada ya kufika kwake, akawakuta wapo, na baada ya kuwakuta pale nyumbani wapo, akajaribu kumwambia sijaona ambaye ndiye aliyekuwa mjukuu wake. Sasa kumbe huyu sijaona ambaye aliyekuwa na wasiliana na Tobias Mavugwe, akiwa anajaribu kumuuliza kuhusiana na kwenda kwa Zatiti kumuona kama endapo kuna mgeni wake ambaye yuko pale
akasema hajaenda mtaa wa Fares. Kumbe ni mjukuu wa huyu mzee, na huyu mzee alikuwa anaitwa Mzee Masunga. Mzee Masunga alikuwa ni mzee maarufu sana wa ufugaji wa nguruwe pale katika mji huo wa Mzayuni. Kwa hiyo na yeye ni tajiri ambaye ni mkubwa kabisa, ni mzee ambaye ni fahari pia, na yeye ana mali zake hapo. Baada ya kumfikisha pale, akamwambia Sijaona amchukue na kumpeleka katika chumba cha wageni katika hiyo nyumba yake ya kifahari. Basi alichukuliwa moja kwa moja huyu binti wa kuitwa Sikununu na kupelekwa moja kwa moja katika chumba cha wageni. Hapo ndipo ambapo na Mzee Masunga alipoingia mle ndani na akawaagiza wajukuu zake akiwepo Sijaona pamoja na binti mwingine kwamba waende moja kwa moja kule katika migahawa ambayo imeshafunguliwa, wakamchukulie chai pamoja na vitafunio ambavyo atakavyopenda kuvitumia. Wamwambie, wamuulize kama kuna chochote anataka kutumia ili waende wakamfuatie. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Walimuuliza na akataja alichokihitaji, wakamfuatia. Mzee aliendelea kuwepo hapo, Mzee Masunga, mpaka pale vitafunio vilipofika na chai ilipofika. Akapewa huduma zote, akamaliza mpaka kunywa chai. Akamwambia aingie ndani ya chumba aende akalale. Ndipo ambapo alipoingia moja kwa moja chumbani akalala. Mzee Masunga kaenda store na kuchukua shuka ambazo ni mpya kabisa, akazileta moja kwa moja mpaka kwenye kile kitanda na akampatia ya kutandika pamoja na kujifunika. Na Sijaona akaambiwa amtandikie, na kweli alimtandikia na hatimaye akalala, na akamwambia jifunike kabisa shuka, kwa sababu alikuwa bado anaendelea kutetemeka. Bado afya yake haiko vizuri sana kihivyo, kutokana na mvua yote ilimtandika kweli kweli. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 15 ya simulizi yetu hii inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Tunachokuomba kwenye YouTube channel, tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunakuomba follow, lakini kwenye mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, tumemuona Mzee Masunga baada ya kulifungua lile kontena na kutazama mle ndani, aliona vitu ambavyo sio vya kawaida, na baada ya kutazama vizuri alimuona ni msichana ambaye amelala mle ndani na kabegi kake, lakini alimwamuru aweze kutoka nje, na hatimaye akatoka nje. Alipoanza kumhoji, ndipo huyo binti ambaye ni Sikununu sasa alianza kujieleza namna jinsi alivyotoka kijijini na kuja mjini, na alifikia kwa nani na akafukuzwa, mpaka mvua ikampiga na mpaka akawa katika hali hiyo. Na tumeona Mzee Masunga huyu ameamua kumpeleka moja kwa moja kwenye duka na kumnunulia nguo za kifahari za watoto wa matajiri, za mabinti wa kifahari. Akaamua kumnunulia na begi jipya na akampeleka mpaka kwake. Je, unahisi hawa madada waliopo ambao ni wajukuu zake, mfano wao ni huyu binti wa kuitwa Sijaona,
Je, atampenda huyo Sikununu au atatoa taarifa kwa Tobias Mavugwe ili huyu binti aje kuchukuliwa, Sikununu achukuliwe hapo kwa mzee Masunga apelekwe, au atampa taarifa za Titi? Na vipi za Titi akipewa taarifa, nini kitakachotokea? Mimi ninachokuomba msikilizaji wangu, usiache kuisikiliza, yani uwe kama chanda na pete. Hakikisha usitoke kando ya mitandao yako hii: YouTube channel Baba Sam the King Tanzania TV channel, TikTok Baba Sam the King channel, ili uendelee kuifuatilia hii simulizi mpaka mwisho, uweze kujua ni kitu gani ambacho kilitokea. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.